إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. تكلمنا في الخطبة الماضية عن مبطلين من مبطلات الأعمال والحسنات ونواصل الحديث في هذه الجمعة من المبطل الثالث. Watukufu wa kiimani, tumezungumza katika Jumaa iliyotangulia ya wiki jana kunako mambo ambayo yanabatilisha matendo ya mtu, matendo yake mema yakabatilika, yakaharibika, akawa hana malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na bado tunaendelea na maudhui hayo ya kutajiana na kukumbushana kunako mubtilatul a'mal wal hasanat. Al-mubtilul awwalu, kitu cha kwanza katika yale ambayo yanaharibu mema ya mtu, al-kufru, ni ukafiri, kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Wathani, na cha pili, ashirku billahi tabaraka wa taala, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada yake, ukamwabudu Allah pamoja na kitu kingine. Tukasema kwamba matendo yanabatilika, na tulizungumza shirki kubwa ambayo inabatilisha matendo yote ya mwanadamu, amali yake yote inaharibika, wal'iyadhu billah. Katika khutba ya leo tunaingia katika kipengele cha tatu, al-mubtilu thalithu, ambayo ni shirki ndogo, au tuseme ni aina katika aina za shirki ndogo. Shirki ndogo ina sura nyingi. Tofauti baina ya shirki kubwa na shirki ndogo, kwamba shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu na inabatilisha matendo yake, inaharibu matendo yake yote, na shirki ndogo haimtoi katika Uislamu, lakini
inaharibu yale matendo iliyochanganyika nayo peke yake. Yale matendo ambayo ametenda mwanadamu ikaingia katika matendo yale shirki ndogo, basi matendo yale huharibika na hapati thawabu yoyote. Katika sura za shirki ndogo ni riya, kuonyesha ibada zako ambazo unazitenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini nia yako pia watu wajue ya kwamba wewe umefanya kadha wa kadha. Watenda amali kwa ajili ya Allah, lakini nia yako wataka kusifiwa, wataka kutajika, wataka kujulikana ya kwamba wewe ni mtendaji. Sasa hii inaitwa riya. Ndio kitenguzi cha tatu katika vile vitenguzi vya ibadat na hasanat, au katika vitu ambavyo vinamharibia mtu amali yake njema akawa hana malipo kwa Allah, ni kujionyesha kwa watu na yale matendo yako mema uliyoyatenda. Tutaje baadhi ya hoja za kisheria kwa kuthibitisha ya kwamba mtu akifanya ibada na nia yake ni kujionyesha kwa watu, hapati thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Yani matendo yale yameharibika, hana malipo. Miongoni mwa dalili hizo na hoja hizo za kisheria ni hadithi ambayo iko katika Sahihi Muslim kwa mapokezi ya sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abu Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, qala Allahu azza wa jalla, Mtume anasema, Allah anasema, ambapo hii ni hadithi tukufu ambayo Mtume ndiyo mpokezi. Mtume anasema, Allah anasema, ana aghna shurakai ani shirki man amila amalan ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Allah anasema, mimi sina haja na kushirikiana na yoyote katika wale ambao nashirikishwa nao. Sina haja kabisa kushirikiana na yoyote. Sasa man amila amalan, yoyote atakayetenda matendo ya aina yoyote kwa kuwa ni ibada, ashraka ma'i ghairi, lakini katika matendo yake yale nia yake ni kwamba watu pia wajue ya kwamba yeye ametenda, watu wamsifu, watu wamtaje, watu wamheshimu kwamba fulani ni mtendaji wa kadha wa kadha. Tabia hii watu wengi wanayo. Hafanyi ibada isipokuwa lazima ajionyeshe. Sasa Allah anakataa, anasema kwamba yoyote atakayeshirikisha, yani umetenda amali na nia yako ni kwamba pia watu wakusifu, watu wakujue, taraktuhu wa shirkahu, mtu huyo Allah anasema mtamwacha na ushirikina wake. Ushirikina hapa ni kule kutenda kwa ajili ya Allah na pia wataka kutajika, wataka kujulikana, wataka watu wakusifu, umeshirikisha. Hii inaitwa shirki ndogo, au ni picha katika picha za shirki ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, lakini inambatilishia, inamharibia yale matendo yake aliyoyatenda, yakachanganyika na riya, hupati chochote. Katika Sunan Tirmidhi
na Ibn Majah, hadithi ya Abi Sa'id bin Fudala radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha jama'a Allahu an-nasa yawm al-qiyamati liyawmin la rayba fihi nada munadin man kana amila amalan lillahi ashraka fihi ahadan falyatlub thawabahu min 'indi ghayri Allahi fa inna Allaha aghna ash-shurakai 'ani ash-shirki. Hadithi ya pili, Abu Sa'id anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, siku ya kiyama Allah akikusanya watu wote kwa ajili ya siku ambayo haina shaka ndani yake kwamba siku hiyo lazima iwepo, utake usitake, liyaumin la raiba fihi, siku ambayo haina shaka kuwepo kwake. Nada munadi, atatangaza mwenye kutangaza siku hiyo kusema, man kana amila lillahi amalan, yoyote ambaye alimtendea Allah tabaraka wa taala matendo, ashraka fihi ahadan, lakini nia yake wakati alipotenda alitaka vile vile kusifiwa, alitaka vile vile kuonekaniwa, alitaka vile vile kutajwa kwamba fulani mashaallah, ataambiwa falyatlub thawabahu min 'indi ghairi Allah, mtu huyo akatafute thawabu ya matendo yake hayo kwengine, kwa asiyekuwa Allah. Fa inna Allaha aghna ash-shurakai 'an shirki, Allah tabaraka wa taala hakubali matendo yoyote ambayo yametendwa akashirikishwa katika yale matendo na kitu kingine, hakubali. Katika hiyo Sunan Tirmidhi na Abu Daud vile vile, anna rajulan jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasul Allah, ara'aita rajulan ghaza yatlubu al-ajra wal-dhikra fama lahu, qala la shay'a lahu, fa'aadahu 3 marrat yaqulu lahu la shay'a lahu, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. Watu tuelewe vizuri, tutakuja kupata hasara kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Umeswali, umehiji, umetoa zaka, ukifika kule unaambiwa huna kitu. Kwa nini? Wewe ulitenda matendo yako kwa riya. Katika hii hadithi ya kwamba mtu alikuja wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mtu amepigana kwa ajili ya Allah, nia yake ni mawili, anapigana kwa ajili ya Allah, yuataka thawabu, wa dhikra, na vile vile yuataka kutajwa na watu waseme fulani mashallah ni hodari, fulani mashallah ni shujaa, fulani ana nguvu, fulani ni mtoaji, fulani saumu haimpiti. Nia yake ni hiyo. Mtume akasema la shay'a lahu, hana kitu mtu huyo. Yule bwana akarudia mara 3 suala hilo. Mtu anapigana jihadi kwa ajili ya Allah, lakini pia yuataka kusikiwa. Mtume anamwambia hana kitu.
hapati. Kisha Mtume kwa kutilia mkazo akasema, fa inna Allaha, jueni ya kwamba kwa hakika Allah tabaraka wa taala la yaqbalu min al-amali, hakubali matendo yoyote illa ma kana khalisan, isipokuwa matendo yaliyotendwa kwa min ajili yake yeye tu Allah tabaraka wa taala, ndiyo anayakubali. Nani katika sisi ambaye anasema ya kwamba hajasikia hadithi inayosema ya kwamba mtu wa kwanza kuletwa kesho siku ya kiyama ni mtu aliyepigana? Mujahid analetwa, Allah anamleta mbele yake, fayuarifuhu ni'amahu fayarifa, Allah anamtajia neema zake juu ya mja kama yule, kisha yule mja anakiri ya kwamba neema zote hizo ni zako wewe ya Allah. Kisha Allah anamuuliza ulifanyia kitu gani, ulifanyaje? Kisha yule mtu anasema mimi nilipigana kwa ajili yako ya Allah, nilipigana kwa ajili yako. Kisha Allah anamkadhibisha yule mtu, anamwambia la kadhabta, wewe unadanganya, walakinaka qatalta liyuqala shuja'un faqad qila, wewe wakati ulipopigana ulipigana ili watu waseme wewe ni shujaa, wewe una nguvu, wewe ni hodari vitani. Faqad qila, yashasemwa, kisha yameisha. Hivyo hivyo ataletwa aliyesoma Qur'ani, aulizwe aseme nilisoma kwa ajili yako, nikasomesha kwa ajili yako. Allah atamwambia hapana, unadanganya, wewe ulisoma ili watu waseme wewe ni msomaji hodari, na watu washasema kwisha. Waislamu, kwa ufupi, kitu cha tatu katika vitu ambavyo ni hatari katika maisha yetu kunako matendo haya ambayo tunamtendea Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya usalama wetu kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala, ukafiri na ushirikina na riya, ikiwa ni shirki katika shirki ndogo, yanaharibu amal, huna thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la 4, al-mubtilu ar-rabi'u wal-'iyadu billah, albid'atu wa ma adraka mal bid'ah. Sikiliza vizuri, kitenguzi cha 4 katika vitenguzi vya matendo, katika vitu ambavyo vinaharibu matendo ya mtu akawa hana thawabu mbele ya Allah, ni uzushi. Mara nyingi tunazungumza, wasikia watu wanazungumza bid'a, wengine hatufanya mzaha kabisa. Yote haya ni kwa sababu ya kutoelewa, kwa sababu ya uchache wa ufahamu wa dini, wal-iyadhu billah. Bid'a ni kitu gani? Nini bid'a? Manake watu wamefikia kiwango cha kusinywa, mpaka kuna watu wakisikia neno bid'a yatavwaya, anakerwa na jambo hilo, linamnyima raha, yatakazazu, anapata dhiki sana. Saa zote bid'a. Kwanza sio bid'a, ni bid'a kwa aini. Sasa bid'a ni nini? Kwa lugha ya Kiarabu, vile Muarabu anavyoelewa neno bid'atun, ni kitu kipya ambacho hakina mfano wake mbeleni. Albid'atu fi lugha ma'khudha min ash-shay'i al-mukhtara'i min ghairi mithalin sabiqin, ni kitu ambacho kimevumbuliwa upya, ndio kinatokezea sasa, hakina mfano wake huko mbele. Kinaitwaje?
bid'a lughatan, kulingamana na lugha ya Kiarabu. Bid'a ni kitu kipya ambacho hakina mfano wake mbeleni, ndio kinatoka sasa, ndio watu wanakiona. Maana hii iko kwa Qur'an. Imekuja katika Qur'an maelezo ya bid'a kulingamana na lugha ya Kiarabu, kwa kuwa ni kitu kipya ambacho hakikujulikana huko mbele. Yaani huko nyuma kabla hakijatoka hakikujulikana. Miongoni mwa picha hiyo imekuja katika suratul Ahqaf. Angalia suratul Ahqaf aya ya 9. Allah tabaraka wa taala anampa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam jibu wakati Quraysh walipomshangaa wakastaajabu na da'wa yake ya kulingania watu kumwabudu Mungu mmoja wakati wao wana miungu tele. Sasa waliposhangaa wakaona kana kwamba mtume Muhammad amekuja na mageni, amekuja na jambo ambalo halijawahi kusikika, halijulikani kabisa. Wakashangaa wakasema, aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Quraysh walishangaa, mbona huyu amekuja na mapya, mbona ameleta mageni? Sasa Allah akamwambia mtume, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Suratul Ahqaf aya ya 9. Mahalu shahid, ninataka hapa tusitaki kusoma aya yote. Mahalu shahid, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya, ila akhir al-aya. Mahalu shahid, Allah anamwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie watu wako, ma kuntu bid'an min ar-rusuli, kamacho hapa neno bid'a. Waambie mimi Muhammad sijakuja kwenu na mageni ambayo mitume wenzangu waliotangulia hawakukuja nayo. Sijaleta kitu kipya, mimi sio bid'a. Ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sijakuwa bid'a ukinilinganisha na wale mitume wengine. Lile lililokuja nalo ndilo walikuja nalo walionitangulia katika mitume wa Allah. Ni hayo ya kwamba aabudiwe Allah peke yake na asiabudiwe chochote asiyekuwa nani? Allah. Mitume wote wamekuja na hilo, na mimi pia nimekuja na hayo. Kwa hiyo mimi sio bid'a, kwa maana sijakuwa mgeni katika da'wa, sijaleta kitu kipya. Elewa vizuri. Ukiingia katika Bakara aya ya 117, Allah ameleta neno bid'a tena kwa maana yake ya kuleta kitu kipya. Anasemaje? Bakara 117, Allah anasema badi'us samawati wal ardh, kwamba yeye Allah ndio badi'u. Imekuja neno bid'a tena hapa, yeye ndio mwenye kuleta mbingu na ardhi. Kabla yake Allah kuumba mbingu na ardhi hazikuwepo. Kwa hiyo aliyezileta akazianzisha nani? Allah. Lakini je, bid'a ni nini kwa sheria? Bid'a ni kitu gani katika sheria? Hapa kwenye Uislamu tunapozungumza bid'a, uzushi huwa nini? Huwa nini hasa? Maana watu mpaka tunakaribia kupigana sisi kwa sisi. Tumefika kiwango hata cha mtu kutomtolea ndugu yake salamu. Unaelewa?
chuki kubwa baina ya makundi mawili yote ni ya la ilaha illa Allah. Nini miongoni mwa sababu hizo za chuki? Bid'a. Bid'a nini katika sheria? Ukiachilia mbali maana yake ile ya lugha ya kwamba ni kitu kipya ambacho hakikukweko, hapa kwenye sheria nini? Hatuwezi kutaja maneno ya wanavyoni wote urongo, wala mimi siyajui yote, lakini hapa kwenye mimbar tuambie watu kitu kidogo ambacho mtu ataweza kuelewa na kushika. Kwa hivyo itakuwa ni tone kutoka baharini. Yaani umeenda pale baharini ukachukua tone tu la maji, maji yaliyobaki ndio nini? Ndio mengi. Yaani yale ambayo tunataka kutaja ni machache mno. Yaliyozungumzwa na ulama hayazungumziki kwa wakati kama huu. Ibn Taymiyyah anasema albid'atu fi dini. Sikiza vizuri. Albid'atu fi dini. Tunapozungumza uzushi wa Uislamu, atuzungumzi kikejeli, atuzungumzi mzaha wanavyoelewa watu wengi katika Uislamu. Kwa sababu ya kutoelewa, mnaona mzaha hata kwenye mitandao. Mnaona mtu anakaa anauliza tufanyeni, bid'a haikuwa wakati wa mtume. Mtume alikula pilipili na watu wanacheka. Mtume alikula pilau na watu wanacheka. Mtume alivaa kanzu kama hiyo yako na watu wanacheka. Kwa sababu ya nini? Ya jahili, ya kutojua. Shekhe anasema albid'atu fi dini, katika dini, ma lam yashrahu Allah wala rasuluhu, ni ibada ambayo Allah hakuiweka wala mtume wake hajaiweka ibada hiyo. Falam ya'mur bihi amra ijabin wala istihbab, hakuna amri katika sheria kwa kwamba jambo hilo ni wajibu, wala amri yoyote katika sheria ya kuonyesha kwamba jambo hilo ni la kupendekezwa, ni sunna, mustahabu, hakuna. Usikize vizuri Ibn Taymiyyah anasemaje? Ni kitu ambacho watu wanafanya kama ibada na Allah au mtume wake hawajafanya nini? Hawajaamrisha. Hakuna aya, hakuna dalili katika sunna. Al-Imamu Ash-Shatibi katika kitabu chake kinachoitwa Al-I'tisam anasema al-bid'atu tariqatun fi dini. Angalia, ni mfumo katika dini, sio katika maisha ya watu, sio katika vyakula vya watu, sio katika majengo ya watu, kwamba wewe uje useme sasa nyinyi mnasema bid'a. Mtume alikuwa na gari, wewe ni mwenda wazimu. Haizungumzi mambo ya watu, majengo ya watu, yazungumzwa hapa ibada. Ibada hufai kuifanya paka iwe na dalili. Ndio maana ya kusema ibada tawqifia, ibada haifanyiki paka kuweko na hoja. Aliyekuamrisha kufanya hivyo nani? Ikiwa huna amri, wewe ni mzushi. Anasema tariqatun fi dini, ni njia, ni mfumo katika dini, mukhtaraa, lakini imezushwa. Mukhtaraa, watu wenyewe wamezua njia hiyo, mfumo huu wamezua wenyewe, hawakuambiwa fanyeni hivyo. Yuksadu bisuluki alaiha, wenye kuzua njia ile, wenye kuzua nidhamu ile ya ibada, wanakusudia nini?
bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Wallahi, yoyote katika watu wa bid'a, hakuna mtu wa bid'a ambaye anakubali ya kwamba yuacheza. Wote 100% anaamini imanan jaziman 100% kwamba wamefanya jambo nzuri, wamefanya ibada ya hali ya juu, na wamemwabudu Allah kwa hali ya kupitiliza. Shekhe anasema mwenye kuzua kusudio lake na lengo lake, almubalaghatu fi ta'abbudi, yeye yuadhania kwamba sasa amemwabudu Allah zaidi. Yani kama ni swala, yeye ameswali sana, na kama ni dhikri basi amemtaja Allah sana, na kama ni kumswalia mtume basi yeye ndiye amemswalia mtume kuliko kila mtu, na asiyefanya anavyofanya yeye hamswali mtume wala hampendi mtume. Hivi ndivyo anavyoamini. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali anasemaje? Anasema Ibn Rajab, al-bid'atu fi din, bid'a ambayo tunazungumza katika dini, hakuna mwanachuoni aliyezungumza bid'a kwa kuwa ni pilipili au ni pilao au ni kanzu. Mtu aulize kwamba hizo kanzu mnavaa zilikuwa wakati wa mtume, hiyo pia ni bid'a. Wewe ni wazini, wewe hata wafadhali nyamaze. Hujui watu wanazungumzia nini. Yazungumzwa ibada. Ibada hii ambayo unaitenda ipo, na kama ipo, je, ni hivyo unavyofanya wewe? Anasema ni mauhditha fi din, ni yale yaliyozushwa katika dini. Unaelewa? Mimma la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi, ni ibada ambazo watu wenyewe wamejiwekea katika dini yao. Hakuna hoja ya kisheria inaonyesha jambo hilo. Hii ndiyo bid'a ambayo inazungumzwa. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi bi khayri din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kwa maana ya kwamba uzushi katika dini ni jambo ambalo watu wanafanya, na Allah tabaraka wa taala hajawaamrisha kufanya hivyo, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha watu wafanye hivyo au wafanye jambo hilo. Yamekuja vile vile katika Qur'an. Allah tabaraka wa taala amewapiga radi manaswara, akawakana, akawapinga, akakataa uzushi, bid'a ambayo walifanya wao katika dini yao. Ili uelewe vizuri, katika suratul Hadid aya ya 27, Allah anawaradi manaswara na waliofuata njia zao. Anasema hivi, aya ndefu, lakini kwa sababu ya muda niende pale mahali shahidi. Anasema warahbaniyatan ibtada'uha. Angalia kwa vizuri, imekuja neno bid'a hapa. Sasa bid'a ya kisheria tofauti na kile kitu kipya katika lugha. Hapa anasema warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim, mahali shahid muhimu mno kwa wale wenye wanasoma Qur'an. Suratul Hadid 27 anasema manaswara walijiwekea uchamungu, ibtada'uha, wamezua wenyewe,
ma katabnaha alaihim, hatukuwa faradhishia jambo hilo. Kama nini? Kama kukataa ndoa. Wakasema kwamba father haowi na sister haolewi, na wakaharamisha baadhi ya vyakula ambavyo Allah amehalalisha. Wakaharamisha, na kinyume chake kuhalalisha baadhi ya vitu ambavyo Allah ameharamisha ndani ya Injili yenyewe, kama vile nguruwe ni haramu, Injili yenyewe inaharamisha. Allah anakataa uzushi katika dini, anasema warahbania, na uchamungu. Yani kwa sababu mwenye kuzua anadai ya kwamba yeye ni nani? Ni mcha Mungu. Nilivyokuambia, anaona yeye anamtaja Allah sana, anaona yeye anamswalia mtume sana, anaona yeye anafanya qiyamul layl sana, ana ibadati chungu nzima hazikuamrishwa. Mungu huko anasema watu waliotangulia kabla yetu ahlul kitabi walijifanyia baadhi ya mambo ambayo Allah anasema ma katabnaha alaihim, hatukuwawekea mambo hayo, lakini wao wataweka. Kwa nini? Illa ibtighaa ridwanillah. Umeona, wameweka kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah. Kwa hivyo hata yule mtu wa bid'a ufanya vile kutafuta nini? Radhi za nani? Za Allah. Anaamini kwamba anafanya ibada. Kumbe ibada ili iwe ibada, ili ikubalike, lazima uwe umeamrishwa. Umeambiwa tenda hivi wakati fulani kwa idadi fulani, ukikhalifu huna thawabu. Kwani hamjui kwamba katika masharti ya kukubaliwa matendo ni mutabaa, kufuata mfumo ulioletewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Huruhusiwi kutumia akili yako katika ibada, na ndio kwa maana hakuna kitu kinaitwa bid'a hasana. Hakuna bid'a nzuri, kwa sababu ni nzuri kupitia akili yako, na ibada hutumia akili yako. Ibada unatumia maamrisho. Hata kama wewe ni dokta, kuwa profesa, kuwa utakavyotaka, huruhusiwi kuleta kitu katika dini ya Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dini imekamilika, Sheikh. Kilichobaki ni kufuata. Hana ruhusa mtu awe ni mwanachuoni kivipi, haruhusiwi kuweka hata tone. Katika suratu Shura aya ya 21 Allah tabaraka wa taala anasomeni Waislamu, fuatilieni kwa faida yako wewe na yangu. Suratu Shura aya 21 Allah anasema am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi la. Ni Qur'ani hiyo. Je, nyinyi mna washirika wengine? Muna miungu wenu wengine? Muna watu wenu wengine? Shara'u lahum min ad-din, wanawawekeni katika dini ya Allah mambo, ibadat ma lam ya'zan bihi la, ambayo Allah hajaamrisha. Nani huyu ambaye ana ujasiri wa kuweka kitu ambacho Allah hakuweka? Wajua hukumu yake, unakufuru. Sio habari ya mzaha. Na ndio kwa maana bid'a itagawanyika mara mbili, bid'a mukaffira na bid'a ghairi mukaffira. Bid'a ambayo inamtoa mtu katika dini kabisa, kama vile mtu kupinga jambo ambalo limethibiti katika dini kwa hoja zake mujma'un alayhi, mtu akalipinga akasema hamna, anakufuru. Au mtu akaleta kitu kabisa hakuna, akaliweka akasema limo, hatari kubwa. Na aina ya pili ni mtu kuongeza idhafia. Ibada ipo katika dini, kama vile kuswali, kama vile kumtaja Allah, kama vile kumswalia mtume.
ipo katika dini, sio kwamba hamna, ipo, lakini wewe ukahalifu alivyofunza, ukafanya vingine, au ukaongeza idadi, au ukafanya kwa wakati ambao sio wake, kwa madai ya kwamba wewe wafanya sana, wamuogopa Mungu. Amna. Yote hayo mawili ni batil, na ibada inabatilika kwa hadithi sahihi ambayo iko kwa sahihi Muslim, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha, yoyote atakayezua katika dini hii ya Allah, ma laysa minhu, yasiyokuwemo. Hapa yanaingia yote mawili, sawau ni la kiasli, bid'a hakikia, kwamba tamaman jambo hilo umeliweka wewe, au ni duatia jambo liko lakini wewe ukalibadilisha, au kaongeza, au kabadilisha sifa yake au wakati wake, yote inaingia katika ma laysa minhu fa huwa raddun. Yatafanywaje? Yatarejeshwa kwa mwenyewe, kwa maana yamebatilika. Waislamu, muda umemalizika. Tunazungumza mambo ambayo yanamharibia mtu mema yake. La kwanza ni ukafiri, la pili ni ushirikina, la tatu ni riya, na la nne ni uzushi katika dini, kuweka jambo katika dini ambalo umelizua wewe. Ndiyo bid'a ambayo inazungumziwa. Sio mavazi, sio majengo, sio mafeni haya, sio mikeka hizi na microphone na vitu kama hivyo na saa uje usimame kwamba yote hii ni bid'a. Wewe hatufai, hata sijui niseme nini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أهلك عدوهم يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.